Na tulipokuja na mheshimiwa makamo tukakutana na kijana huyu ambaye moja kwa moja alieleza changamoto ambayo yuko nayo na akaomba msaada. Kwa niaba ya serikali kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, kwanza tunamshukuru mheshimiwa makamo kwa maamuzi yake ya makusudi ya kushuka katika ngazi ya skuli, sio tu kuja kuwanasihi wanafunzi, sio tu kusaidia kipindi hiki cha Ramadhani, lakini kusimamia utekelezaji wa majukumu yetu kama serikali. Lakini juzi tu alipata kukutana na kijana huyu na akaagiza pale pale kama kigari hichi nitakileta. Baada tu ya mheshimiwa makamo kupewa ombi hili na kijana huyu, akasema basi mimi naahidi hichi nitakileta. Kwa hiyo kama kiongozi, kama mtendaji mkuu wa serikali anapotoa ahadi, inakuwa sisi wasaidizi wao ni wajibu wetu kutekeleza. Na ndio maana serikali siku zote tunasema tunafanya kazi, tuna kitu tunaita collective responsibility. Changamoto yoyote inapokuwa katika jamii ni jukumu la serikali yote. Kwa nichukue fursa hii, baada ya mheshimiwa makamu wa pili wa rais kugundua changamoto hii, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais imetatua changamoto hii. Naomba tuwapigie makofi viongozi. Na leo tuko hapa kwa niaba ya serikali kwa ajili ya kutekeleza ahadi ambayo aliitoa mheshimiwa makamu wa pili wa rais mbele ya kijana huyu, mbele ya wanafunzi. Baadhi yetu tulikuwepo kwenye lile holi wakati kijana huyu anatoa malalamiko yake. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumpongeza mheshimiwa makamu na kumshukuru kwa uthubutu wake wa kuhakikisha kila changamoto ambayo inaonekana inatatuliwa ndani ya muda mfupi haraka iwezekanavyo. Lakini ipongeze ofisi ya makamu wa kwanza wa rais chini ya afisa mdhamini wake huku Pepa, na yeye baada ya kuiona tu changamoto hii akajua hili ni agizo tayari tumeshashushiwa. Agizo tumeshashushiwa, na mimi kama mwenye dhamana ya watu wenye ulemavu, na huyu ni mwanafunzi, ni lazima tukatekeleze ahadi hii. Ameleza vizuri hapa kwamba alinitafuta tu, na kwa bahati mbaya sana mimi alinitafuta hata kwa namba nilokuwa sina. Yaani mpaka hapa nafika ndo najua kama ni yeye ndo ulikuwa tunaongea. Mimi hata nilikuwa sijui kama naongea na yeye. Akaniambia tu nimeona hii changamoto na kwa sababu ni wajibu wetu kwenda kutatua, sie twende tukatatue. Tukamkabidhi huyu mwanafunzi, na kweli aliponiambia na sote tuliguswa na hali ya mwanafunzi huyu. Nikamwambia mimi natamani kesho, lakini kesho yake nilikuwa kwenye majukumu, nilikuwa na uzinduzi wa skuli 3 za ghorofa na mheshimiwa rais Jumatano, Alhamisi tulikuwa na baraza la mapinduzi. Nikamwambia siku ambayo niko free ni Ijumaa, tutakwenda kukabidhi. Kwa kweli mdhamini, tunakushukuru sana kwa busara zako, lakini na wewe kwa kuchukua hatua za haraka katika kuondoa changamoto hii. Niwapongeze sana walimu wa skuli hii ya CCK. Mwanafunzi huyu ameniambia yuko hapa anasoma, na juzi nilipomuuliza alisema mimi mwalimu, mheshimiwa, sina shida yoyote. Shida yangu ni usafiri tu. Kwa hiyo nakupongeza sana walimu. Tuendelee kumsaidia mwenzetu kama ambavyo wamesema hapa, sote ni walemavu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye hana ulemavu. Hiyo dhana ya ulemavu utarajiwa ni vile extreme labda tunataka, lakini kila mmoja ana ulemavu wake. Tunatofautiana, na ndio maana tukawa na inclusive education. Kama kila mmoja ana ulemavu wake, yule anafahamu sana, yule anafahamu kidogo, yule hafahamu kabisa, yule anaona mbali, yule anaona karibu, yule anasikia sana, yule haoni. Kila mmoja ana ulemavu wake. Lakini yote hii ni katika kuhakikisha serikali inaweka mazingira rafiki na wezeshi kwa kila mmoja kutokana na nafasi yake. Niungane na wenzangu wote kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha kwa elimu ambayo inatolewa, ukiachia mbali ya miundombinu, ukiachilia mbali ya wataalamu ambao serikali imekuwa ikiwajengea uwezo ili kufundisha wanafunzi wenye uhitaji tofauti, lakini pia na misaada mbalimbali inatolewa uwezeshi kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi hawa ambao hali zao
haziruhusu kufikia katika baadhi ya maeneo au haziruhusu katika kujifunza kwao. Wito wangu kwenu wanafunzi, nyinyi ni msaada mkubwa sana wa safari yake Omar. Nyinyi ni msaada mkubwa sana wa safari ya Omar. Mimi nakumbuka wakati nasoma advance, tulikuwa na mwanafunzi alikuwa na ulemavu hivi na alipata division 1. Nani yupo hapa? Tuliosoma wote wananiona, wanakumbuka. Tulikuwa na mwanafunzi, tulikuwa na Fidel Castro. Nafikiria alikuwa anatoka Konde. Shehe Konde Msuka. Shehe Nasor. Na alikuwa ni shehe na yeye. Alipata division 1 tu. Division 2. Lakini kafanya degree yake na sasa hivi yuko anafanya kazi. Kwa hiyo Omar, na wewe nikutie moyo. Na yeye mpaka tuko hiyo advance alikuwa na kigari chako hivi cha kuchikwichi. Mpaka tumemaliza naye. Cha kwake ilikuwa kina unyororo, kama hicho cha kwako. Alikuwa na unyororo. Kwa hiyo leo tumekuja kutekeleza ahadi ya kiongozi wetu. Naamini umefurahi. Naamini unaona sasa kama Dr. Mwinyi aliposema yajayo ni neema tupu. Neema ndio hizi. Anakuja kiongozi anakuona, unampa shida yako, anatekeleza haraka. Tuendelee kuwaombea dua viongozi wetu. Tuendelee kuombea dua viongozi wetu ili wazidi kutufikia zaidi na wazidi kutuletea mema zaidi. Baada ya kuyasema hayo, niwaombe sana wanafunzi, tumsaidie mwanafunzi mwenzetu. Wewe unaweza kuona msaada mdogo, lakini hakuna mdogo kwake yeye. Na sasa Omar alikuwa anatumia kigari, tunasema manyo, kama lazima atumie nguvu ndio kiende, lakini sasa atatumia kigari cha kidigitali ambacho itakuwa kazi yake ni kuchaji, kiingie kiwe na battery iwe full, anabonyeza, ana move kama kawaida, kinakwenda kama gari. Kazi yake yeye ni kufunga breki na kusimama na kuwasha na kwenda na kurudi reverse na kwenda mbele. Tumpe mashirikiano kama ambavyo tulikuwa tunampa mashirikiano kabla. Tuendelee kumpa mashirikiano sasa. Na nilikuwa nauliza hapa hali ya miundombinu ya nyumbani kwao, ni kuagize mkuu wa chuo, kwa sababu Omar yupo shule atatumia kifaa hichi, lakini shule atamaliza ataendelea kubakia nyumbani. Sasa hivi uko form ngapi Omar? Uko form 1. Kwa hiyo una miaka 4 kwenda na kurudi, lakini tufikirie nyumbani, tuone kwa jinsi gani tunaweza kuweka hiyo miundombinu ya kukuwezesha wewe mashine hii uweze kuchaji nyumbani. Usitegemee kama utachaji ukiwa shule tu. Kwa hiyo mkuu wa chuo nikupe hili, nendeni mkalifuatilie, halafu utanipa taarifa ili tuone vipi tunawezesha nyumbani kwao pia kuwekeza miundombinu hii. Ili siku nyingine zitafungwa, atakuwa hawezi kuja hapa, itakuwa tumemtia ulemavu mwingine, tumetia shida. Kwa lazima tuhakikishe na nyumbani kwao pia utaratibu huu upo. Kwa sasa wakati tukiangalia mazingira hayo, nitoe wito kwa majirani, ndugu ambao wako rafiki, ikiwa inawawezesha na skuli iwe mstari wa mbele kuhakikisha gari hichi kinakuwa full charge. Lakini tumsaidie kukitunza, maana wako wanafunzi watukutu. Najua hichi watu hawataki kukiendesha, lakini hichi watu watataka kubonyeza na kujaribu mitambo. Hichi sitakubonyeza mitambo. Hii ni miguu ya Omar. We miguu yako uko tayari umwazime mtu wewe ukae kitako? Anakwambia ni wanafunzi na kujueni. Pengine Omar kakaa juu ya kiti, anakuja kutikana mtu na miguu yake yuko huko kwa kibonyeza na kula mitaa. Hapana, msifanye hivyo. Hii ni miguu ya Omar kama wewe miguu yako unapotumia. Kwa tumsaidie kumtunzia, tumsaidie kumhifadhia na tumsaidie pale ambapo atakuwa anahitaji msaada, ili mwisho wa siku na yeye maisha afurahie maisha kama ambavyo tunafurahia. Lakini nilifurahi sana juzi aliposema mimi niko shule wana sina shida yoyote. Nikajua kama mambo yake yako mazuri, niko mnampa mashirikiano, tuendelee kumpa mashirikiano hayo.